Nairobi waliungana na wahudumu wa magari, wanabodaboda pamoja na washikadau wengine katika sekta ya usafiri kufanya maandamano ya kupinga bei mpya ya mafuta nchini, hali ambayo imeathiri usafiri baada ya matatu nyingi kususia kazi pamoja na hatua ya waandamanaji kufunga barabara katika maeneo tofauti mwa jiji. Hata hivyo, maafisa wa polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamewasha moto katikati ya barabara kadha jijini na kuwakamata baadhi ya waandamanaji. Baada ya mamlaka kudhibiti kawi na petroli nchini Kenya EPRA kutangaza ongezeko la mafuta, sekta ya usafiri nchini waliandaa mgomo kushinikiza serikali kupunguza bei ile. Katika jiji la Nairobi, wakazi waliungana na wahudumu wa matatu, bodaboda pamoja na washikadau wengine katika sekta usafiri kuendeleza maandamano katika mitaa tofauti, ikiwemo katikati mwa jiji, eneo la Kawangware, Roysambu, Ruiru, Kangemi miongoni mwa maeneo mengine. We Kenyans, we are fed up with him. We Kenyans, we are tired of him. Alisema alituambia kwamba anataka kwa Kenya ukuwe na bottom up. Kumbe kumaanisha bottom up yake ilikuwa ageuze wa Kenya vichwa vikue chini, mifuko ibaki tupu. Saizi wa Kenya mafuta tunaumia zaidi pakubwa zaidi. Hakuna venye mafuta inaweza kuwa cheaper Tanzania na Uganda ikuwe very cheap na yet inapitia Mombasa port ikienda huko. Kwa hivyo waangalie mambo ya mafuta, otherwise ni one term, no two terms. Even hata ingekuwa half term lakini waje tu ikuwe one term. Shughuli za biashara zilitatizika katika maeneo tofauti mwa jiji baada ya wafanyabiashara wengi kuzifunga biashara zao kutokana na hofu za athari ya maandamano, wanaosafiri wakilazimika kukawia kwa muda katika vituo vya kuabiri magari kutokana na ukosefu wa matatu za usafiri, na hatua ya waandamanaji kufunga barabara, kuwasha moto na kuzuia usafiri wowote kuendelea, wengi wao wakilazimika kutembea kwa miguu. Imagine mtu mwenye anatoka Kayole miguu ama Githurai miguu akuje hapa na ndio anafanyianga kazi, na alafu kufika tu hiyo town aufanyi kazi yako, unapata mambo inakata. Ukiangalia ndugu zetu wa pikipiki pia wameweka parking, hakuna kazi inaendelea CBD na Kenya yote nzima. Sasa hizi vijana vile wanatuona hapa, tunategemea maisha ya luggage carrying, mizigo ya makasoma ambao wametoka mbali na nje ya nchi yetu, tunategemea kubeba mizigo yao, na bila hii mafuta hakuna kitu itaendelea. Katika maeneo kadhaa mwa jiji ili maafisa wa polisi waliokuwa wameshika doria kukabiliana na waandamanaji walitumia gesi ya vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamewasha moto katika barabara katikati mwa jiji hili, huku baadhi ya waandamanaji wakitiwa baroni na maafisa ambao hawakuwa na sare rasmi za polisi. Attempt to block road, disrupt business, engage in violence will not lower the prices of oil, but will instead harm the economy, endanger lives, and that will attract also the full force of the law. These are criminal actions. What we have seen today are criminal actions. Through Wayaki Way, through Roysambu, through Githurai roundabout there. We'll deal with them firmly, decisively within the law. The total damages, we have police vehicles, those which smashed windscreens, are 5 in number, and 1 owned by a civilian. The police officers who were injured are 6, including me. You can see. Isaac Musyoka, Undugu TV.